Wa Mwalimu Beno Mwenge Magesa, ni kaimu afisa elimu awali na msingi manispaa ya Singida. Katika kuelekea mwaka wa masomo 2026 ambao tunatarajia kufunguliwa kwa shule tarehe 13 Januari 2026 kwa maana ya Jumatatu, halmashauri ya manispaa ya Singida tumejipanga kupokea jumla ya wanafunzi 14,276. Kwa hawa 7,265 ni wanafunzi wa awali na 7,011 ni wanafunzi wa darasa la kwanza. Kwa mauteo yetu ya 2026 kwa elimu ya awali tunategemea kuandikisha jumla ya wanafunzi 7,265, wavulana wakiwa ni 3,590 na wasichana 3,675. Mpaka sasa tunavyozungumza, tumekwisha andikisha jumla ya wavulana 2,812. Hii ni sawa na 78.3, ambapo katika hao wavulana na wasichana ni 2,688 ambayo ni sawa na 73.14. Kwa hivyo sasa, kati ya wanafunzi 7,265 ambao tunawatarajia kwa mwaka wa masomo 2026 kwa elimu ya awali, mpaka sasa tumekwisha andikisha jumla ya wanafunzi 5,500 ambayo hii ni sawa na 75.7. Lakini katika hao pia tumeandikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum. Katika kitengo chetu cha elimu ya maalum, afisa elimu maalum wamefanya kazi kubwa ya kupita mtaani kujaribu kuibua wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao wamefichwa ndani. Tumefanikiwa kuwabaini wanafunzi 23 ambao wana sifa za kwenda kuandikishwa elimu ya awali kwa maana ya miaka mitano. Sasa kwa wavulana tuliowaandikisha wa awali wenye mahitaji maalum ni 23 na wasichana hatujapata mpaka mmoja. Sasa ukichukua wale wenye mahitaji maalum na hawa ambao hawana mahitaji maalum ambao tumekwisha waandikisha, tunapata jumla ya wavulana 2,835 ambayo ni sawa na 78.9. Kwa upande wa darasa la kwanza, kwa darasa la kwanza kama nilivyowaambia hapo awali, tunategemea kuandikisha, mauteo yetu ni wanafunzi 7,111, wavulana wakiwa 3,511 na wasichana wakiwa 3,500. Mpaka sasa tumekwisha andikisha jumla ya wavulana 2,937 ambayo hii ni sawa na 83.6, na wasichana ambao wamekwisha andikishwa mpaka sasa ni 2,914 ambayo ni sawa na 83.2 ya mauteo ya wasichana ambao tunategemea kuwaandikisha. Hii inafanya sasa jumla ya wavulana na wasichana ambao tumekwisha waandikisha darasa la kwanza mpaka sasa kuwa 5,851 ambayo ni sawa na 83.45. Katika kundi hili la wanafunzi wa darasa la kwanza pia tumebahatika kupata wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kati ya hao tumepata wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao wavulana ni wanafunzi 3 na wasichana ni wanafunzi 2. Sasa ukichukua na idadi ya wanafunzi 5 tunakuwa na 83.7 ya wavulana ambao wanatakiwa kuandikishwa kwa mwaka huu wa masomo wa 2026 na wasichana 83.3. Hivyo inatengeneza asilimia ya jumla kuwa 83.5. Sasa kwa kuwa tunategemea shule kufunguliwa tarehe 13, kwa experience ya halmashauri yetu ya manispaa ya Singida, tarehe ya kufungua ndio tarehe ambayo wazazi wengi huwa wanajitokeza kuwaleta wanafunzi wao mashuleni kwa maana ya kuandikisha. Sasa tuna imani asilimia hizi tulizopewa, haya mauteo tuliopewa ya watoto 7,011 kwa darasa la kwanza na watoto 7,265 kwa awali, mpaka juma la kufungua shule litakapokamilika,
mahoteo hayo tutakuwa tumeyakamilisha kwa 100%. Hali ya miundombinu, kimsingi miundombinu tulionayo ni toshelevu. Hatuna uhaba wa vyumba vya madarasa kabisa, kwa sababu kwa mwaka wa masomo wa 2026 tumeongeza jumla ya vyumba vya madarasa 26, na hivi ni kupitia miradi ya Boost ambayo inaendelea kutekelezwa ndani ya halmashauri yetu ya manispaa ya Singida, ambapo jumla ya madarasa 26 yanajengwa pamoja na shule mpya yenye mkondo mmoja yenye Mikumbi B inayojengwa kata ya Kisaki, ambayo pia itakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi wapya kwa mwaka huu unaokuja. Lakini pia tumeendelea kutekeleza miradi ya mapato ya ndani zaidi ya madarasa 9 ambayo yanapata fedha kutoka mapato ya ndani ya halmashauri yanaendelea kujengwa. Kwa hiyo kwa madarasa yanayojengwa na yale ambayo yaliyopo kwa sasa, tutakuwa na jumla ya madarasa 810. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kuaccommodate watoto wetu wote ambao tunategemea kuwapata, ambapo tunategemea kuwa na jumla ya wanafunzi 69293 ukiongeza na wale ambao tunategemea kuandikisha wa awali na darasa la kwanza. Sasa upande wa miundombinu tuko vizuri, walimu pia wako vizuri, wako tayari kwa kazi. Tumefanikiwa kupata walimu wapya zaidi ya 35 ambao tumekushapanga katika vituo vyenye changamoto ya walimu, hususan vituo vya pembeni. Tayari wameripoti na wako tayari kwa majukumu. Vile vile miundombinu ya madawati ni toshelevu. Hayo madarasa zaidi ya 39 ambayo yanajengwa yanakwenda sambamba na ununuzi wa madawati ndani yake. Kwa hiyo tuna jumla ya madawati tukichukua kwa miradi hiyo mipya tu ambayo imejengwa 26 ya Boost, kila darasa linapaswa kuwa na madawati 15. Kwa hiyo tunategemea kuwa na madawati 390 na tulikuwa na madawati ya awali 18381. Kwa ukiongeza na haya mapya ambayo yameshanunuliwa, tutakuwa na madawati 18771 ambayo kwa idadi ya wanafunzi tulionayo na idadi ya madawati tulionayo ni sawa na ratio ya 3.6. Kwa hiyo bado tuko vizuri. Tuna imani miundombinu ya madawati ni toshelevu, na katika shule zetu zote hakuna watoto ambao wanakaa chini. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tunaendelea kupambana nayo kwa sasa ni issue ya uchangiaji wa chakula shuleni kwa wazazi. Dhamira yetu ni kuhakikisha wanafunzi wote wanapata chakula wapo shuleni. Hii itawajengea hali ya ujifunzaji na wao kupenda shule na kuifanya shule kuwa sehemu salama ya wao kuwepo. Changamoto kubwa inayotusababishia utoro na watoto kuchukia shule, kuishia mitaani ni ukosefu wa chakula. Watoto wanakaa muda mrefu kuanzia asubuhi mpaka saa 8:30 bila kupata chakula shuleni. Kwa kweli ni changamoto kubwa ambayo tunataka kwa mwaka 2026 changamoto hii tuondokane nayo. Mpaka sasa hivi hali ya utoaji wa chakula shuleni kwa manispaa yetu ya Singida ni 92% ya shule za msingi zinazotoa chakula kwa wanafunzi wake. Ingawa changamoto tulionao sio wote ambao wanapata chakula shuleni. Bado kuna wanafunzi ambao wazazi wao wameshindwa kabisa kuwagharamia chakula shuleni. Sisi kama viongozi wa halmashauri, viongozi wa elimu, tunatumia fursa hii ya masika kuhamasisha shule zetu kuendelea kuzalisha chakula cha kutosha, wahakikishe wanalima ili mwisho wa siku hiki chakula kinachokuwa kinalimwa mashuleni kiwasaidie kutoa chakula na kiwasaidie wanafunzi wasiokuwa na uwezo kuweza kupata chakula shuleni. Hii tuna imani itatuongezea ufaulu kwa wanafunzi, itatuongezea mahudhurio kwa wanafunzi, kwa sababu muda mrefu watoto watautumia wawapo mashuleni. Tunaendelea kutoa rai kwa wazazi wenye watoto wenye umri wa miaka 5 wawapeleke watoto wao shuleni wakawaandikishe elimu ya awali, na wale wa miaka 6, 7 pia tunawatoa rai wawapeleke watoto wao shuleni wakawaandikishe. Issue ya uandikishaji wa wanafunzi hii ni bure kabisa, hakuna gharama zozote, hakuna kitu chochote utakachotozwa. Ni mzazi tu kumtoa mtoto wako na kwenda kumwandikisha katika shule ambayo iko jirani na eneo lako. Na swala la uniform, viatu, madaftari na nini bado lisiwe kipingamizi cha ambacho kitakufanya wewe ushindwe kumpeleka mwanao shuleni. Tunawapokea watoto wote,
ambao watakuwa na uniform, ambao watakuwa hawana uniform. Rai yetu ni kwamba tutakapofungua tarehe ya masomo tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026, watoto wote wawe darasani bila ya kujali kwamba mzazi amepata uniform au amekosa. Tutawapokea na hataendelea kutafuta taratibu ili asijisikie mpweke au asijisikie tofauti sana na wenzake watakaokuwa na uniform. Kwa hiyo hicho kisio kigezo cha wewe kumfungia mtoto wako kushindwa kwenda kumwandikisha kwa sababu una uwezo wa uniform, una uwezo wa daftari. Lakini pia bado tunawakaribisha wafike katika ofisi zetu za elimu, aidha shuleni au kwa afisa elimu msingi, ili kuelezea changamoto mbalimbali ambazo wako nazo. Inawezekana ikawa ni changamoto za madaftari, inawezekana ikawa ni changamoto za sare, viatu na vitu vya namna hiyo. Bado kama idara tuna nafasi ya kuendelea kusaidia kwa mzazi mmoja mmoja ambaye ana changamoto za namna hiyo, kwa maana ya kumsaidia daftari, kumsaidia uniform na vitu vya namna hiyo. Lengo ni kuhakikisha watoto wetu wote wanakwenda shuleni, ili dhamira ya serikali ya kuendelea kujenga madarasa 36 ambayo yamekushajengwa ndani ya manispaa yetu ya Singida yanategemea kupokea watoto. Sasa tukiwafungia watoto hawa ndani, maana yake haya madarasa hayatakuwa na manufaa kwa watoto wetu. Tunaahidi kama idara pamoja na viongozi wote, shule zitakapofunguliwa tutaendelea kupita kata kwa kata, mtaa kwa mtaa, ili kuendelea kubaini watoto ambao wana sifa za kwenda shule, ambao watakuwa waje kwenda shuleni kwa namna moja au nyingine. Sasa tutakwenda na mamlaka husika ya